Najivunia TASAF kwa sababu mimi kama mimi nisipenda kumfika form 6 kwa Emmanuel Nchimbi. Wanangu wameenda form 6 Emmanuel Nchimbi kupitia mfuko huu. Ili mtu mwaipata akakosa kikiada na kinani kiada na mnunulia kipoketi mali na mtumii kupitia TASAF. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Imetoka kutoka kwa moja kwenda hatua nyingine, tunajivunia. Kutoka mwaka 2023 mpaka 25 hii nimeweza kuwezeshwa na TASAF, nimenunua kiwanja. Serikali imeniunga mkono wakanijalia chumba kimoja na sebule. 2025 mwaka jana nimenunua kiwanja na nguruwe mmoja na ng'ombe wa Kituruki wa maziwa na mbuzi wa 5 kwa kunufaika TASAF. Wakati ambapo nilikuwa kabisa nishakata tamaa kusoma kutokana na mazingira magumu nyumbani, lakini TASAF akatusaidia, nikawa nimesoma shule ya msingi, nikamaliza darasa la 7 katika shule ya msingi Maweni nikiwa nimepata ufaulu mzuri wa A zote. Baada ya hapo nikawa nimechaguliwa kwenda shule za vipaji, ambapo kwa wilaya yetu Kigamboni tulichaguliwa wawili. Mimi nikaenda katika shule ya Tabora Boys Secondary School hapo Tabora. Matokeo yametoka na kushukuru Mungu ni na 1.7. Sina lingine la kusema isipokuwa nawashukuru sana TASAF kwa ushirikiano mlionipa na kunisaidia mpaka kufikia hivi sasa, kwa sababu kuna wakati kabisa ulifika nilikata tamaa ya kusoma, lakini kutokana na TASAF basi Mungu amenijalia nimefanya vizuri na naendelea kufanya vizuri na nitaendelea kupambana kwa ajili ya kutokuangusha TASAF kwa walichonisaidia. TASAF inachangia kwenye kuondoa maskini katika jamii zetu. Kwa hiyo tunashukuru sana wenzetu wa TASAF. Fikishie salamu kwa management na muambie sisi mkoa huu wa Dar es Salaam, na mimi nitazungumza na wakuu wa wilaya wenzangu na uzuri makatibu tawala wako hapa. Tutaendelea kushikamana na TASAF kuhakikisha tunaisimamia vizuri, tunaendelea kuwa karibu na wanufaika ili tuweze kupata mafanikio mengi zaidi na zaidi. Changamoto zipo, yes, hakuna jambo ambalo litaenda bila kuwa na changamoto. Zipo. Na hata hapa tumesikia kuna changamoto kaza wa kaza. Mimi niombe wenzetu wa TASAF wamefanya kazi yao hiyo kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza. Zipo changamoto zile ambazo ziko ndani ya uwezo wetu sisi, basi tuna wajibu wa kwenda kuzitoa. Tumeambiwa juu ya prime number hapa, mimi nitoe wito. Maafisa elimu tuendeni tukatoe hizo prime number kwa watoto wote, ili sasa wenzetu wa TASAF wawe na taarifa kamili na watoto hao waweze kusaidiwa vizuri. Tumeambiwa hapa juu ya vitambulisho vya NIDA, wanufaika wengine wamekuwa wakipata shida. Misizani kama hilo ni tatizo, waratibu nendeni kwenye ofisi za wakuu wa wilaya, tushirikiane. Wenzetu wa NIDA wapo kwenye maeneo yetu haya. Tusiwanyime fursa akina mama, tusiwanyime fursa wenye uhitaji kwa sababu ya vitambulisho vya NIDA, na mifumo na ofisi zimesogezwa karibu sana. Kwa hiyo tushirikiane na maafisa biashara na manispaa kwa ujumla kuhakikisha tunaratibu masoko na maeneo ya biashara, ili sasa malengo haya ya Mheshimiwa Rais yanayosimamiwa na wenzetu wa TASAF ya kuamua, kama hapo tumeona kuna bidhaa ziko mzuri kabisa pale zimetengenezwa, tuweze kuwasaidia na kweli ziende zikalete manufaa. Hayo ni maelekezo yetu, na mimi nitamwambia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba tumesikia changamoto za NIDA, prime number, masoko na maeneo, na haya tutaenda tuyasimamie. Kwa hiyo nitoe shime, nitoe rahi kwetu sisi sote tutakatekeleze wajibu wetu wa kuhakikisha shughuli za TASAF tunazielewa, tunazisimamia na kuzitekeleza vizuri, ili TASAF ilete kule mafanikio yale ambayo serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan inatamani tuone kwamba wananchi wake wanajikomboa kwenye kutoka kwenye lindi la umaskini.